Naitwa Pasco Ndaro Kulijina, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila, kitengo cha magonjwa ya kuambukiza na magonjwa yanayoathiri mfumo wa upumuaji, kwa wengine wanapenda kusema mapafu. Katika siku ya leo ya tarehe 5 Oktoba ambayo tunaadhimisha kila mwaka, ni siku ambayo tunaadhimisha na kudhibiti homa ya uti wa mgongo. Homa ya uti wa mgongo ni nini? Homa ya uti wa mgongo ni maambukizi ya vijidudu yanayosababishwa aidha na bakteria, fangasi au virusi ya layers ambazo zinafunika ubongo pamoja na uti wa mgongo. Layer hizi zinahusika kwa kiasi kikubwa katika utendaji kazi wa mifumo hii miwili ambayo yote iko katika mfumo wa fahamu. Kama nilivyotangulia kusema awali, inasababishwa na bakteria, virus au virusi au wakati mwingine fungus. Lakini katika siku ya kuadhimisha homa ya uti wa mgongo, tunaangalia sana zile sababu kubwa au vile vijidudu vinavyoathiri. Katika vijidudu hivi vyote inaonekana kwamba bakteria ni vijidudu ambavyo vinasababisha athari kubwa zaidi kwa mwanadamu katika homa ya uti wa mgongo, na ndiyo kiini cha kuleta siku hii ya maadhimisho au maadhimisho haya. Mtu anaweza kupataje homa ya uti wa mgongo? Homa ya uti wa mgongo mtu anaweza kuipata aidha kwa kukutana na mtu ambaye ana maambukizi ya homa ya uti wa mgongo, yani akikaribiana naye, kwa sababu bakteria wengi ambao wanasababisha homa ya uti wa mgongo wanapatikana katika koo, yani katika njia za hewa. Kwa hiyo katika kukaribiana na mtu ambaye anaumwa ugonjwa huu, mtu ambaye anaweza akapata kwa namna hiyo. Lakini pia homa hii ya uti wa mgongo mtu anaweza akaipata, yamkini anaweza akapata maambukizi ya vijidudu katika sikio, katika koo au kuna matundu yako katika fuvu la kichwa, tunayasema ni sinuses, ambazo hizi sehemu zote ukiziangalia ziko karibu sana na ubongo pamoja na uti wa mgongo. Kwa hiyo maambukizi haya yanaweza yakatoka sehemu hizo yakawa rahisi zaidi kufika sehemu za ubongo pamoja na uti wa mgongo. Lakini pia kutoka sehemu mbalimbali za mwili, unaweza ukawa umepata maambukizi kutoka sehemu mbalimbali za mwili na yakatoka sehemu hizo yakaenda mpaka kwenye ubongo. Sasa baada ya hapo tukaangalia dalili kubwa za homa ya uti wa mgongo. Ziko 3 kubwa ambazo hizi ni mara nyingi sana ni tuziangalie kwa umakini sana, ingawa zipo nyingine ambazo tutaenda pia kuzisema. Kubwa ni kichwa kuuma, shingo kuwa ngumu, mgonjwa anashindwa kuitumia shingo yake kama ambavyo alikuwa akitumia hapo awali, lakini pia anapata homa inakuwa ni kali sana. Dalili nyingine ambazo zinaweza zikaambatana na hizi, dalili nyingine zinaweza ikawa ni kuogopa mwanga au kwa Kiingereza wanasema photophobia. Anaweza akapata degedege, lakini pia mgonjwa anaweza akawa na dalili za kuanza kupoteza fahamu. Anapoteza fahamu kabisa na mwisho anakuwa hajitambui kabisa. Dalili nyingine ambazo inaweza ikaambatana na homa ya uti wa mgongo, ingawa ni kwa baadhi ya vijidudu, inaweza ikawa ni ngozi ya mgonjwa, hasa wale ambao ngozi zao kidogo wanasema light skin, inaweza ikaonekana kama damu imevilia chini ya ngozi. Hiyo inaweza ikawa ni moja kati ya dalili za ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo. Hasa athari zake ni nini? Homa ya uti wa mgongo isipogundulika na kutibiwa mapema, ina athari kubwa sana katika mwili wa mwanadamu. Ndio maana tunapoadhimisha siku hii tunataka kutoa uelewa
wa pamoja, jamii ikapate uelewa kuhusu ugonjwa huu, kwa sababu athari zake ni kubwa, na nitaenda kuziorodhesha hapa. Tunaweza tukaona uzito wa athari hizi ambazo zinaweza zikaathiri moja kwa moja mtu mmoja mmoja, familia na hata taifa kwa ujumla. Tunaweza tukazigawa. Kuna athari ambazo zinaweza zikawa ni athari za mfumo wa fahamu, kwa sababu tumesema ni homa ya uti wa mgongo ambayo tumesema ni maambukizi ya vijidudu ambazo inashambulia lea ambazo zinafunika ubongo na nini pamoja na uti wa mgongo. Sasa cha kwanza kabisa kuathirika huo ni mfumo wa fahamu. Mfumo wa fahamu unaathirika. Mfumo wa fahamu ndipo tunapata kuona, tunapata kusikia. Kwa hiyo mtu anaweza akapata matatizo ya kusikia, mtu anaweza akapata matatizo ya kuona, mtu anaweza akapata matatizo ya kifafa baadaye, kwa sababu inaweza ikaenda ikasababisha athari katika mfumo wa fahamu. Lakini pia tukienda mbali sana katika ule mfumo wa mjongeo, ubongo na uti wa mgongo ndivyo ambavyo vinatusaidia kuweza coordinate movement zetu. Unaweza kutembea, unaweza kufanya mkono huu. Sasa unapopata homa ya uti wa mgongo inaweza ikaathiri ule mfumo wa mjongeo, au kwa Kiingereza tunasema movement disorders, tukijumuisha na matatizo ya balance. Unaweza kama mtu anatembea balance yake haiko vizuri. Lakini pia kwa watoto inaweza ikaenda ikaziba ule mtiririko wa maji kichwani katika hizi lea, ukasababisha mtoto kuwa na kichwa kikubwa, ambayo tunaona athari zake inaweza zikaathiri kuanzia kwenye familia mpaka maisha ya huyu mtoto atakapokuwa mtu mzima. Sasa nini kifanyike ili kuweza kujikinga na homa hii ya uti wa mgongo? Cha kwanza kabisa, kila mtoto anapozaliwa ni muhimu kama wazazi au kama jamii tuhakikisha watoto wetu wote wanapata zile chanjo ambazo zimeainishwa na Wizara ya Afya, ambazo kule katika moja kati ya chanjo kule inatusaidia sana watoto wasiweze kupata maambukizi ya hii homa ya uti wa mgongo. Kingine ni kuzuia kutokuwa na mikusanyiko ya watu sana sehemu moja. Kunaongeza chances za mtu kupata maambukizo, kwa sababu mwanzoni tumetangulia kusema kwamba inaweza ikaambukizwa kwa kukutana na mtu mwenye maambukizo hayo, kwa sababu tumesema wadudu wanaosababisha mara nyingi wanakaa katika koo.